Na mtazamaji wangu, wakili na mwanaharakati wa haki za binadamu Mheshimiwa Boniface Mwabukusi ameweza kutoa wito mzito akitaka kiongozi wa Chadema Tundu Lissu aweze kuachiwa huru mara moja iwapo vyombo vya sheria vitashindwa kuendesha kwa ufanisi kesi inayozidi kumkabidhi, kwani Mwabukusi ameweza kusema kuwa haki ya mtuhumiwa kusikilizwa kwa wakati ni moja ya msingi muhimu kwa utawala ulioko madarakani, pia utawala wa sheria, na kwamba kucheleweshwa kwa kesi bila sababu za msingi kunaweza kuibua maswali mazito kwa raia wa Jamhuri ya Tanzania kuhusiana na aina ya uongozi unaozidi kuongoza taifa la Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kuchukua sekunde yako moja kuelekea kwa ukurasa rasmi wa mtandao wetu wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Kauli hiyo imeweza kuja wakati ambapo mjadala kuhusu mwenendo wa kesi ya Tundu Lissu unaendelea kushika kasi ndani na nje ya Tanzania. Baadhi ya wadau, wanasheria na wa haki za binadamu wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa taratibu zote za kisheria zimeweza kufuatwa na pia kuzingatiwa katika katiba na sheria za Jamhuri ya Tanzania. Kwa mujibu wa Mwabukusi ni ya kwamba endapo upande wa mashtaka hautakuwa tayari kuendelea na kesi hiyo kwa mujibu wa sheria, basi hatua zifuatazo zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha ya kwamba haki inazidi kutendeka kwa upande zote. Jambo hili, mtazamaji wangu, linaendelea kulenga kile ambacho Mheshimiwa Lissu anazidi kukipitia, kwani hivi sasa ni takriban ya mwaka mzima na miezi miwili, mwezi wa 3 ukielekea kuanzia Mheshimiwa Lissu ameweza kutiwa gerezani, jambo ambalo idadi kubwa ya Watanzania hivi sasa hawazidi kulifurahia. Na pia baada ya uhuru wa chama Chadema kuachiwa kurejea kikamilifu kwa siasa za Jamhuri ya Tanzania, tegemeo kubwa lililokuwa likitegemewa ni ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu naye ataweza kuachiwa huru ili aweze kuendelea na nafasi ya uwenyekiti katika chama hicho Chadema. Na wakati huo huo, swala hilo linaendelea kuzua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na katika duru za kisiasa, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu mwendeleo wa kesi hiyo na kusubiri maamuzi yatakayokuwa yameweza kuchukuliwa na mahakama. Hata hivyo, mamlaka za mahakama na vyombo vingine husika vinaendelea kuwa na wajibu wa kusimamia mchakato wa kesi hiyo kwa mujibu wa sheria na katiba ya Jamhuri ya Tanzania, huku kila pande ukipewa nafasi ya kuwasilisha hoja na ushindi wake katika mahakama kuu, jambo ambalo sote tunafahamu kwamba lilikuwa limeweza kuratibiwa kufanyika tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026, ila hilo limeweza kuahirishwa, jambo ambalo wengi walikuwa hawalitarajii wala hawakutegemea. Ila hivi sasa hakuna budi bali mamilioni ya Watanzania, ushirikiano wao na viongozi wakuu wa chama Chadema lazima waweze kusubiri hadi mwezi ujao tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026 ndiyo siku ama tarehe kamili ambapo kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu kama inavyozidi kudaiwa inategemewa kufikishwa tena katika mahakama kwa mara nyingine, jambo ambalo hivi sasa sote tumeweza kushuhudia jinsi gani ambavyo kuna baadhi ya watu ambao hawazidi kufurahishwa na jinsi ambavyo kesi hii ya Mheshimiwa Lissu inazidi kutokuwa na mwelekeo unaozidi kunyoka, hasa kutokana na mategemeo yanayokuwa ama mategemeo kutoka kwa wafuasi wake Mheshimiwa Lissu pamoja
na wanaharakati na wale wanaozidi kutetea haki za binadamu akiwemo Mheshimiwa Boniface Mwabukusi ni miongoni mwa viongozi ambao hawajaweza kufurahishwa na maamuzi yanayozidi kufanywa kwa kesi hii yake Mheshimiwa Lissu, kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi. Pia mtazamaji wangu, moja kwa moja, kwa mara nyingine inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo kesi hii ya Mheshimiwa Lissu inayozidi kumkabidhi hivi sasa sio jambo ambalo linalozidi kuzungumziwa katika Jamhuri ya Tanzania pekee, bali ni kesi inayozidi kufuatiliwa na viongozi kutoka katika mataifa ya kigeni, baadhi ya raia na hata baadhi ya viongozi wanaoaminika kuwa mstari wa mbele kutetea swala la ukiukaji wa haki za binadamu, na pia kwa wale viongozi wa upinzani wanaozidi kunyimwa nafasi zao katika serikali kulingana na katiba. Hili hapa linazidi kudhihirisha wazi kwamba yote yaliyoweza kufanywa na viongozi wakuu wa CCM kuzuia chama Chadema kutoshiriki katika zoezi la uchaguzi mkuu mwaka 2025 haikuweza kuwa ni bahati mbaya ama chama Chadema kiliweza kuvunja sheria ya aina yoyote ile, bali ni ubabe wa kisiasa ulioko ndani ya Jamhuri ya Tanzania kati ya vyama hivi viwili, chama pinzani, chama Chadema pamoja na chama tawala hivi sasa cha CCM. Mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo kweli Mheshimiwa Tundu Lissu ana uwezekano mkubwa mwisho siku, baada ya haya yote anayozidi kuyapitia hivi sasa, ataweza kuibuka kuwa mshindi, kwani iwapo chama Chadema kiliweza kufungiwa katika siasa za mwaka 2025, hivi sasa mwaka 2026 chama hicho kimeweza kuachiwa huru. Mheshimiwa Lissu, kosa ama kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi, angeweza kuitimiza ama kuifanya kwa njia gani, ili hali chama ambacho alichokuwa akikitumia na kukitegemea hakikuweza kuonyesha nia yoyote ile ya uhaini hata baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa ama chama hicho kufungiwa kisiasa, kimeweza kusalia chini ya sheria hadi kipindi na wakati ambapo kimeweza kupewa nafasi kwa mara nyingine kurejea kikamilifu kwa siasa za Jamhuri ya Tanzania. Hilo nalo ni jambo ambalo linategemea wasawia kumkuta Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo linazidi kuwapa matumaini mamilioni ya Watanzania. Haya yote anayozidi kuyapitia Mheshimiwa Tundu Lissu, mwisho wa siku kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi ataweza kuibuka kuwa mshindi, jambo ambalo mamilioni ya Watanzania hivi sasa wanazidi kuomba na kutegemea iweze kuwa hivyo. Je, mtazamaji wangu, we mtazamo wako ni upi kutokana na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa naye Boniface? Je, unaamini ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu haya yote anayozidi kuyapitia hastahili, na pia viongozi wakuu walioko madarakani waweze kuacha Mahakama Kuu iweze kufanya maamuzi yao kulingana na ushahidi unaozidi kufikishwa mahakamani? Sote tunafahamu kwamba kama kweli kesi ya uhaini aliyokuwa inavyodaiwa Mheshimiwa Lissu alikuwa ameweza kupanga, kungekuwa na ushahidi wa kutosha, leo hii Mheshimiwa Tundu Lissu angekuwa ameweza kufungwa gerezani baada ya ushahidi kufikishwa, ila ushahidi huu kwa kuwa unazidi kucheleweshwa ndicho chanzo kinachozidi kusababisha Mheshimiwa Lissu kuendelea kusalia gerezani. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.